Jenerali wa brigedi Fabien Dunia Kashindi ametoa rasmi madaraka ya eneo la 33 la kijeshi 33e Region Militaire linaloshughulikia majimbo ya Kivu Kusini na Manyema, hatua inaweka sura mpya katika maisha yake ya kijeshi yaliyojaa mafanikio. Uteuzi huu umefuatia hafla ya nafasi ya madaraka iliyofanyika Kalemi, jimbo la Tanganyika, ambapo alikuwa mkuu wa brigedi ya 22 hapo awali 22e Region Militaire. Mkuu wa jeshi Kanali Alexis Munyalizi, ambaye ni mrisi wake kama mkuu wa brigedi ya 22 22e Region Militaire, amepokea maagizo ya kuendelea na operesheni zinazoendelea Tanganyika. Safari ya kijeshi ya Jenerali Dunia Kashindi ni mfano wa uamuzi na ubora. Alijiunga na jeshi mwaka wa 1997 wakati wa mapambano ya AFDL na kupanda cheo kutokana na kujitolea na ujuzi wake. Kuwa mwanajeshi ni wito, amekuwa akisema mara kwa mara. Amefuzu katika mafunzo ya kijeshi ndani na nje ya nchi. Baada ya kufaulu mtihani wa kuingia Kamina mwaka wa 2000, alitumwa Angola kwa mafunzo ya kikamanda. Uhodari wake vitani, hasa wakati wa mapigano dhidi ya M23 mwaka wa 2012, ulithibitisha sifa yake kama mwanastrategi bora. Jenerali Dunia Kashindi pia amepata mafunzo ya kimataifa, hasa katika chuo kikuu cha kifalme cha kijeshi cha Brussels, pamoja na mafunzo nchini Marekani na Kanada. Uzoefu huu umeongeza utaalamu wake na kumfanya kuwa mali muhimu kwa vikosi vya ulinzi vya jeshi la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Uteuzi wake kama mkuu wa eneo la 33 la kijeshi 33e Region Militaire unakuja wakati muhimu ambapo utulivu wa majimbo ya Kivu Kusini na Manyema unahitajika zaidi. Changamoto ni nyingi, lakini Jenerali Dunia Kashindi anaonekana kuwa na uwezo wa kukabiliana nazo kutokana na uzoefu wake wa miaka mingi na kujitolea kwake. Je, hatua zake za kwanza zitakuwa vipi ili kuhakikisha usalama katika eneo hili lenye mivutano? Atashirikiana vipi na viongozi wa mitaa ili kuimarisha amani? Maswali ni mengi, yatapata majibu katika wiki zijazo. Hope News TV, Naganaga Thomas.